Wanasiasa wamejitokeza kuzungumzia utekaji, kama ambavyo hili sasa ni jambo mara ya kwanza linatokea, na hili jambo kama Waislamu tumelipigia kelele miaka kadhaa, mara kadhaa, tumelitolea matamko, tumeliandikia na vitabu, lakini hatukuwahi kumsikia mwanasiasa wa Kigwajima katika kile wanachosema Gwajimanization au Tundu Lissu katika sura yote itakapokuwa. Sina hakika, kwa sababu waliohusika na matatizo makubwa kwa kiwango hicho walikuwa Waislamu kwa sehemu kubwa. Tulibaki jambo hilo tunalisema Waislamu peke yake. Kuna jambo lingine linaloelezwa na wanasiasa, mabadiliko ya kikatiba ambayo msingi wake mkuu ni yale ambayo yanapangwa na wanasiasa huko bungeni. Sasa sisi wengi raia hatukai katika vikao hivyo, kwa hivyo hatupati fursa ya kuyasimamia hayo, na pengine ni ngumu kuyabadili mambo hayo ukiwa hapa msikitini. Lakini wanasiasa hao tunaomba waliache jambo hilo mara moja na wachukue njia zinazofaa katika kuendea kile wanachokikusudia. Tumepitia awamu nyingi za kisiasa, lakini kumbukumbu zetu zinatuonyesha kila awamu rais anapokuwa Muislamu kumekuwa na lugha na maneno mengi sana yanayopitishwa, na hasa na wasiokuwa Waislamu, lakini pia sasa yanatumika na wanasiasa kubugudhi kadhia nzima ya Mheshimiwa Rais kufanya kazi yake kwa ufanisi. Kipindi hichi tukiwa katika mwaka wa uchaguzi, tutakwenda tukishuhudia mambo mbalimbali magumu na mazito yanayotoka kwa wanasiasa. Kwa hiyo wanasiasa wasitutoe katika mrengo, wasiwatoe raia katika njia sahihi inayotakiwa kwa sababu ya kutafuta kiki za kisiasa. Na ninyi Waislamu msiwe imaa, wafuasi wa mkumbo bila ya kutafakari, mkajikuta mmekwenda katika jambo lisilofaa na mkaacha mambo ya msingi yanayotakiwa. Ndugu zangu, wana baraza la Idi letu la leo katika Masjid Taqwa lililoandaliwa kwa pamoja na Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi la Islamu, lakini pia Umoja wa Maimamu Tanzania na Masjid Taqwa Mwananyamala, kwa kuzingatia hali ilivyo ya uandalizi wa pamoja, ninazo taarifa kutoka maeneo yote matatu. Ninayo taarifa inayotoka Baraza Kuu, ninayo taarifa inayotoka Umata, ninayo taarifa inayotoka Masjid Taqwa. Ili nisiwachoche, taarifa hizo mtazipata, lakini mimi ninazikusanya kwa pamoja katika nukta 6, na nukta ya 7 itakuwa ni hitimisho letu. Umekuwa ni utamaduni wetu kufanya baraza la Idi, na tunaweza kusubutu kusema kabla utamaduni wa kuwa na mabaraza ya Idi haukufanywa na mtu yoyote, sisi ndio tulikuwa tukifanya mabaraza ya Idi. Hatimaye wengine nao wakaona ni muhimu wafanye baraza au mabaraza ya Idi. Kitu chema huigwa, na aliyeigwa kitu chema hakasiriki, isipokuwa anawapongeza walioiga jambo hilo jema, muda wa kweli na msaada. Jambo la kwanza,
nikupeni salamu za Idi al-Adha, Idi ya kuchinja. Nina hakika somo la falsafa ya hija kupitia Sheikh Muhammad Kibabu kutoka Hay'atul Ulama ametupitisha ya kutosha ya msingi yaliyomo ndani ya ibada ya hija. Na alhamdulillah ni muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale waliotekeleza ibada ya hija, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie hija zao ziwe haja mabrur wa dhanba maghfur. Lakini wale ambao hatukubahatika kuwa katika viwanja vya hija, lakini tulikuwemo katika ayyamil ashr, masiku 10, amalul khairu fihinna, jambo la kheri katika siku hizo, habu ila Allah, linapendeza sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko kheri nyingine yoyote unayofanywa nje ya siku za namna hiyo. Ni muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale ambao hatukuwa katika viwanja vya hija atukubalie kheri na mema tuliyoyafanya katika siku hizi 10 za Dhulhijja, ajalie iwe ni sababu ya kupata radhi na pepo yake, kama ambavyo aliwaahidi wale walio katika viwanja vya hija kupitia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-janna. Hija iliyokubalika au iliyokubaliwa iliyo sawa haina malipo yanayofanana na uzito wa ibada hiyo isipokuwa mfanyaji kupata pepo. Na kwa sisi masiku 10 haya, muda wa kuwa kheri iliyopo katika siku hizi ni bora sana kuliko nyingine yote. Atujalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nasi kupata msamaha huo na kupata pepo na radhi zake inshallah. Eneo la pili ni mafunzo ya ibada ya hija. Msemaji aliondoka hapa ametufunulia hija inatufundisha utayari wa kujitoa, utayari wa kujitolea, ujasiri wa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kama gharama ya kufanya hivyo yatakuwa ni maisha yako, maisha ya mtoto wako, mali yako na chochote unachokimiliki. Ibada ya hija inatufunza kuwa tayari kujinufaisha na maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa tayari ya kujitoa na kujitolea. Lakini pia akatufahamisha ibada ya hija inao msisitizo wa umoja na mshikamano, lakini pia ibada ya hija ina sisitizo la amani na utulivu wa kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale alipowaagiza wote wanaokwenda hija, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, na akaonyesha man dakhalahu kana amina, mwenye kuingia katika ibada ya hija na akifika msitu wa Makkah na kuwa katika amani. Kwa hivyo yeye asifanye mijadala ya hovyo, asifanye mambo yasiyofaa, asilete bughudha katika kipindi hicho. Nukta ya tatu ni nafasi yetu katika hali ya kisiasa. Msemaji aliyotoka hapa ametukumbusha kwa kutuambia hali ya Waislamu walioko Palestina na magumu kadhaa wanayoyapitia. Yuko mtu mmoja hapa Tanzania alisema siasa huwezi kuiepuka, hata kuku hawawezi kuepuka siasa. Ili waweze kuchakua jaani wapate chochote, wanategemea sana hali ya siasa ikoje, ndio wanaweza kupata chakula jalalani.
Kwa hivyo hata siasa hawezi, hata kuku hawezi kuepuka siasa. Sikwambii sisi wanadamu tunawezaje kuepuka siasa. Msemaji aliyotoka hapa ametukumbusha, jamani, maisha ya wanadamu yanahitaji sana usimamizi, na usimamizi unahitaji sana watu waadilifu, watu wanaofaa, watu wema, wacha Mungu, walio na hofu ya Mungu. Kwa hivyo jitokezeni, mkachague, mkachaguliwe, mgombee nafasi mbalimbali za kisiasa zitakazo kuwezesheni kukaa katika vikao vya maamuzi na kusimamia haki na uadilifu kwa Watanzania wote kwa jumla na kwa Waislamu hasa katika makusudio yenu. Jambo la 4, nitumie fursa hii kuishukuru serikali na hasa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kule kukubali rasmi kupitisha tahasusi za mambo ya dini, mambo ya kielimu, zile tahasusi za dini ambazo ndilo tatizo kubwa la nchi yetu kimaadili. Tatizo kubwa la nchi yetu kimaadili ni kutokuwa na mafunzo ya dini imara yanayosimamiwa kwa namna nzuri. Tunaishukuru serikali kwa kukubali kuifanya mitaala ya dini kuwa ni mitaala rasmi, na wito wetu kwenu nyinyi Waislamu, jitokezeni katika tahasusi hizo. Msomee, muombe ajira serikalini, kwa sababu serikali imekubali sasa inaweza kumwajiri mwalimu wa dini kwa qualification zile zinazokubalika. Awe na elimu ya dini, lakini awe na tahasusi nyingine ya kitaaluma inayomwezesha kufanya kazi ya ualimu bila ya shida yoyote, lakini pia awe na qualification inayotakiwa kwa namna ambavyo utaratibu wa Wizara ya Elimu na agiza. Na tunashukuru tahasusi mbalimbali zimetoka na ziko wazi zinazohusiana na elimu ya dini ya Kiislamu, lakini pia na somo la Kiarabu, jambo ambalo kwa miaka mingi tumeishi nalo somo hilo kama lugha ya dini badala ya kuwa lugha ya kimataifa, lakini sasa imekubalika kuwa ni sehemu ya lugha ya kimataifa, na wanahitajika watu wanaoweza kusoma na kusomesha somo hilo. Ninyi mnayo nafasi nzuri zaidi ya kuingia katika hilo ili kuweza kukidhi mahitaji ya tahasusi ambazo zimejitokeza. Na niwashukuru na niwaombe wamiliki wa shule za Kiislamu na wakuu wa shule za Kiislamu waendelee kutoa matangazo zaidi yanayoweka wazi tahasusi ambazo zinahusisha masomo ya dini, ili wazazi, walezi na wanafunzi waweze kuzielewa kwa haraka na hatimaye isaidie wao kujiunga katika shule na kupata tahasusi hizo, na mwishoni sije tupate walimu wenye sifa zinazokubalika kitaifa na misingi inayokubalika na Wizara ya Elimu katika kuendeleza maadili ya Mtanzania kwa jumla. Nukta ya 5, niseme ili na namna ya kuasa, wanasiasa wasiwachanganye raia. Niombe wanasiasa wasiwachanganye raia katika mambo mbalimbali yanayoendelea. Kipindi hichi tukiwa katika mwaka wa uchaguzi, tutakwenda tukishuhudia mambo mbalimbali magumu na mazito yanayotoka kwa wanasiasa. Na kama alivyosema Imam Ali radhiallahu anhu, kuna maneno ambayo mtu anaweza akayasema neno likawa ni la kweli, ni kama vile Ibilisi akikuhimiza kwenda kuswali. Neno analolisema ni zuri, lakini kusudio lake zuri, kalimatul haq urida biha batil, ni neno la kweli lililokusudiwa ubaya ndani yake.
Wanasiasa wamejitokeza kuzungumzia utekaji, kama ambavyo hili sasa ni jambo mara ya kwanza linatokea. Na hili jambo kama Waislamu tumelipigia kelele miaka kadhaa, mara kadhaa, tumelitolea matamko, tumeliandikia na vitabu, lakini hatukuwahi kumsikia wanasiasa wakigwajima katika kile wanachosema Gwazimanization au Tundu Lissu katika sura yote itakapokuwa. Sina hakika, kwa sababu waliohusika na matatizo makubwa kwa kiwango hicho walikuwa Waislamu kwa sehemu kubwa. Tulibaki jambo hilo tunalisema Waislamu peke yake. Sasa kwa nini jambo hilo lije katika kipindi hichi katika sura hiyo? Na la kustua na kushangaza zaidi, wanaosema wana nafasi katika vikao vya maamuzi, jambo ambalo sisi kupitia Sheikh Mapeo hapa amekuhimizeni, ingieni katika chaguzi, mgombee na mwachague watu watakaopata fursa ya kufika katika vikao vya maamuzi, ili waweze kusimamia mambo ya msingi yanayohusu raia mahali panapotakiwa. Likulli maqamu maqalu, kila mahali pana neno lake la kusema. Kwa hiyo maneno hayo kuyatoa nje ya eneo lake, kuyaleta nje huku, inawezekana kalimatul haq urida biha batil, ni neno la kweli lililolengwa kuvuruga. Kama tuliweka kauli mbiu ya baraza letu la Idi, amani ni msingi mkuu katika dini ya Kiislamu. Hata salamu zetu wakati wote tunaambizana assalamu alaikum, amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu. Kwa hiyo wanasiasa wasitutoe katika mrengo, wasiwatoe raia katika njia sahihi inayotakiwa kwa sababu ya kutafuta kiki za kisiasa. Na ninyi Waislamu msiwe imaa, wafuasi wa mkumbo bila ya kutafakari, mkajikuta mmekwenda katika jambo lisilofaa na mkaacha mambo ya msingi yanayotakiwa. Kuna jambo lingine linaloelezwa na wanasiasa, mabadiliko ya kikatiba, ambayo msingi wake mkuu ni yale ambayo yanapangwa na wanasiasa huko bungeni. Sasa sisi wengi raia hatukai katika vikao hivyo, kwa hivyo hatupati fursa ya kuyasimamia hayo, na pengine ni ngumu kuyabadili mambo hayo ukiwa hapa msikitini. Tunaendelea kuwaasa na kuwaomba Waislamu wasiwe imaa, wafuasi wa mkumbo, wakaweza kufanya au kufuata yanayokubaliwa na wanasiasa ambayo yanatutoa nje ya malengo kwa anwani ya kuwa wana watetea wananchi. Hilo jambo tunaomba litazame kwa usahihi, lakini wanasiasa hao tunaomba waliache jambo hilo mara moja na wachukue njia zinazofaa katika kuendea kile wanachokikusudia. Jambo la sita, tumepitia awamu nyingi za kisiasa, lakini kumbukumbu zetu zinatuonyesha kila awamu rais anapokuwa Muislamu kumekuwa na lugha na maneno mengi sana yanayopitishwa na hasa na wasiokuwa Waislamu, lakini pia sasa yanatumika na wanasiasa kubugudhi kadhia nzima ya Mheshimiwa Rais kufanya kazi yake kwa ufanisi. Imeelezwa hapa ni kwa kiwango gani Watanzania walianza kupoteza imani na matumaini yao ya kuwa kisiwa cha amani na mahali tulivu panapoweza kuwaletea maendeleo yao na mshikamano wao katika kipindi kilichopita. Lakini Mama Samia amefanikiwa kurudisha matumaini hayo. Ni kwa kiwango gani wafanyabiashara walianza kupoteza imani zao za kufanya kazi na kuleta tija kwao binafsi na kwa serikali kwa jumla, lakini
wameanza na kurudisha matumaini yao, na hali ya kibiashara imekwenda vizuri kiasi kwamba sasa tunaanza kushuhudia tuanze kufanya biashara za masaa 24 hapo Kariakoo. Ingawa ukienda usiku utakuta wafanya biashara wamefunika magunia katika biashara zao, na wao wametakiwa wafanye masaa 24, lakini kipimo cha kuambiwa wafanya kazi masaa 24 ni kipimo cha kuonyesha upo utulivu mkubwa wa kutosha, na mtu anaweza kufanya kazi usiku na mchana bila ya hofu ya namna yoyote. Kwa hivyo ni kuombeni Waislamu, msingi wetu mkuu ni maadili na amani kwa mujibu wa utaratibu wa Uislamu, lakini tusije tukaondoka katika reli baada ya kuwa tumekaa katika namna nzuri inayofaa, inaweza kutupa mazingira mazuri ya kutosha. Wapendwa wanahabari, haya nimeyadondoa kama sehemu zilizomo katika ujumbe wetu ambao nitakupeni au mtaupata kupitia kiongozi wetu hapa Imam Suleiman na mwenyeji wetu hapa Sheikh Juma Ramadhani, watakupatieni ili muweze kuona lahaja iliyotumika katika maandishi kitofautisha na lahaja niliyoisema mimi katika maelezo yangu. Narejea tena kusema wanasiasa wasitutoe katika reli katika kuyaendea yale ambayo yanaweza kuwa na maslahi kwetu na nchi yetu kwa jumla. Na ninyi Waislamu msiwe imaa, msiwe wafuasi kibubusa bila ya kuzingatia kile ambacho cha msingi ambacho dini na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanatuagiza. Rejee tena kuwatakieni sikukuu ya Eid al-Adha njema zaidi, iliyo na kheri zaidi. Kipindi cha kuchinja kimeanza jana na kitaendelea kwa siku 2 zaidi kutoka jana, leo na kesho. Wale ambao hawajachinja wakachinje, wale ambao hawawezi kuchinja wajitokeze wakapewe nyama iliyochinjwa. Na mkishapata nyama hizo msipeleke nyumba ndogo, pelekeni manyumbani. Hizo nyama za ibada ziwe na kheri kwenu na kwa familia zenu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karatasi zinazohusiana na matamko haya mtazipata kupitia viongozi wao.